Robert Francis Prevost alizaliwa tarehe 14 Septemba mwaka 1955 katika hospitali ya Massey iliyoko mtaa wa Bronzeville, Chicago. Baba yake Mildred Prevost ambaye alikuwa mwana maktaba na mama yake Luce Marius Prevost, mwanajeshi mstaafu wa jeshi la wanamaji la Marekani aliyeshiriki katika vita vya pili vya dunia na msimamizi wa wilaya shule ya Brookwood 167 huko Greenwood, Illinois. Baba yake Prevost alikuwa na asili ya Kiitaliano na Kifaransa. Mama yake akiwa binti wa wazazi wa asili ya Creole kutoka Louisiana, Jose Martinez kutoka Santo Domingo, Jamhuri ya Dominica, na Louis Becky kutoka New Orleans ambao walikuwa na asili ya Kiafrika, Kifaransa na Kihispania. Kwa maana hiyo, mama yake Prevost Martinez ana asili mchanganyiko wa Afro-Haiti, Barquinese, mchanganyiko wa Creole mwenye asili ya Kiafrika. Prevost ana kaka wawili wakubwa, Luz na John. Amekulia huko Dalton, Illinois, kitongoji kilicho karibu na upande wa kusini wa jiji la Chicago. Prevost alikuwa katika parokia Mtakatifu Mary wa Kupalizwa Mbinguni ambapo alisoma. Aliimba kwenye kwaya ya kanisa na pia aliwahi kuwa mtumishi wa altari. Prevost alihitimu elimu ya sekondari katika seminari ya upili ya Mtakatifu Augustine, seminari ya awali iliyo katika jumba la Felt huko Holland, Michigan mwaka 1973 ambapo alipata barua ya pongezi kwa ubora wa kitaaluma, akiwa mara kwa mara kwenye orodha ya heshima, na pia alihudumu kama mhariri mkuu wa kitabu cha mwaka, katibu wa baraza la wanafunzi na mwanachama wa jumuiya ya kitaifa ya heshima. Pia alishiriki kwenye hotuba na midahalo mbalimbali shuleni. Prevost alipata shahada ya sayansi katika hisabati kutoka chuo kikuu cha Villanova kilichoanzishwa na watawa wa Agustino mwaka 1977. Alipata shahada ya uzamili ya Divinity kutoka Catholic Theological Union huko Chicago mwaka 1982 na shahada ya leseni ya sheria ya kanisa mwaka 1984, shahada ya udaktari wa sheria ya kanisa mwaka 1987 kutoka chuo kikuu cha kipapa cha Mtakatifu Thomas Aquinas huko Roma. Tasnifu yake ya udaktari ilitoa nafasi ya prior kwa jimbo katika shirika la Mtakatifu Augustine. Chuo kikuu cha Villanova kilimtunuku shahada ya heshima ya uzamivu wa binadamu mwaka 2014. Mwaka wa kwanza wa Prevost kama mwana wa shirika la Agustino ulijulikana kama mwaka wa novisi. Ulifanyika katika kanisa la Immaculate Conception huko St. Louis, Missouri. Kaka yake John alieleza kuwa Prevost alitamani kuwa padri tangu akiwa mdogo. Mnamo Septemba 1977, Prevost alijiunga na shirika la Mtakatifu Augustine kama mwanafunzi wa kwanza, akiishi katika kanisa la Immaculate Conception huko Quantum Heights, St. Louis, Missouri. Aliweka nadhiri zake za kwanza mnamo Septemba mwaka 1978 na nadhiri za milele mnamo Agosti 1981. Alipadrishwa na Askofu Mkuu Jean Jadot kwa niaba ya Waagustino huko Roma tarehe 19 Juni mwaka 1982. Prevost alihudumu kama mwalimu wa fizikia na hisabati katika shule ya upili ya Mtakatifu Rita wa Kashia huko Chicago wakati akisoma katika Catholic Theological Union. Prevost alifanya kazi za umishonari nchini Peru mnamo mwaka 1985 na alijiunga na misheni wa Agustino nchini Peru akihudumu kama kansela wa wilaya ya Kikekale ya Chulucanas mwaka 1985 hadi mwaka 1986. Alirudi Peru mnamo mwaka 1988 na alitumia miaka 10 akiongoza seminari ya Agustino huko Trujillo, akifundisha sheria ya kanisa katika seminari ya dayosisi, akiwa mkuu wa masomo, jaji katika mahakama ya kikanisa ya kanda na pia akifanya huduma ya kichungaji katika maeneo ya pembezoni mwa jiji hilo. Mnamo mwaka 1998, Prevost alichaguliwa kuwa kiongozi wa kanda wa shirika la Mtakatifu Augustine kwa jimbo la Mama Yetu wa Ushauri Mwema lililoko Chicago, na alianza rasmi kazi hiyo tarehe 8 Machi 1999. Mnamo mwaka 2000, Prevost alimruhusu padri wa shirika la Waagustino James Ray ambaye alisimamishwa kushiriki huduma ya hadharani tangu 1991 kwa tuhuma za kuaminika za unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto kuishi katika nyumba ya watawa ya St. Johnston huko Chicago chini ya uangalizi baada ya makazi ya awali kukataliwa na bodi ya mapitio ya dayosisi kwa sababu ya ukaribu wake na shule ya parokia ya Mtakatifu Thomas the Apostle. Ray alihamishwa mwaka 2002 kufuatia utekelezaji wa sheria kali zaidi zilizowekwa na maaskofu wa Marekani. Prevost alichaguliwa kuwa papa tarehe 8 Mei mwaka 2025 katika mkutano wa uchaguzi wa kipapa wa mwaka 2025 na hivyo kuwa papa wa kwanza kutoka Marekani na Peru. Ametajwa kuwa mgombea wa kushangaza
ikilinganishwa na wagombea maarufu zaidi, na pia alikuwa mshirika wa Papa Francis na mtu ambaye angeweza kuwa chaguo la maridhiano. Wafuasi wake walidai kuwa alisimamia msimamo wa kati wenye heshima baada ya kukubali kuchaguliwa kwake, ambayo ilifanyika katika duru ya 4 ya upigaji kura, na Prevost aliwakumbatia makardinali alipokuwa akitoka katika kanisa la Sistine. Kardinali Dominic Mambetti, protodekon, alitangaza Habemas Papam kutoka kwenye roshani kuu ya Basilika ya Mtakatifu Petro, akitangaza jina la Prevost na cheo chake cha kipapa kuwa Leo wa 14. Prevost alionekana akiwa amevaa vazi la papa la jadi la stole nyekundu na mozeta, mavazi ambayo hayakuvaliwa na Papa Francis alipoteuliwa mwaka 2013. Kisha alitoa hotuba yake ya kwanza kwa Kiitaliano na Kihispania na kutoa baraka ya Urbi et Orbi kwa Kilatini. Vatican ilimtambulisha kama papa wa kwanza kutoka shirika la Mtakatifu Augustine na papa wa pili kutoka Amerika baada ya Papa Francis. Prevost pia ni papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kaskazini, papa wa kwanza aliyezaliwa Marekani, raia wa kwanza wa Peru na Marekani kupitia uraia wa nchi mbili, papa wa kwanza kutoka nchi inayozungumza Kiingereza tangu Adrian wa 4 katika karne ya 12, papa wa kwanza kuitwa Leo tangu Leo wa 13 wa mwaka 1878 hadi mwaka 1903, papa wa kwanza kuzaliwa baada ya vita kuu ya pili ya dunia, na papa wa 267 katika historia. Kabla ya uchaguzi wake alijulikana kama kiongozi mwenye busara na msimamo wa wastani, aliyesisitiza malezi ya maaskofu, nidhamu ya sheria za kanisa na utume wa kichungaji. Uteuzi wake ulionekana kuendeleza mwelekeo wa mageuzi wa Papa Francisco, hasa kuhusu uteuzi wa viongozi wa kanisa duniani na kuwapa maeneo uhuru wa kichungaji. Joan Christopher, Kikora Media.